Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yes, mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media, karibu sana katika update za kila siku. Kama tunavyofahamu, Mwijaku ni moja kati ya ambaye ni muongeaji wa kila jambo ambalo analiona katika mbele yake, lakini pia ni moja kati ya mtu ambaye anafuatiliwa sana katika upande wake wa Instagram. Unajua jambo ambalo kubwa linalozungumza kuhusiana na wachambuzi wapya ambao wameingilia sanaa yake. Unajua yeye ni moja kati ya wamzungumzaji, anamzungumzia Diamond, anamzungumzia Alikiba, anazungumzia kila kitu anachokiona yeye kwake ni fursa. Lakini moja ya kitu ambacho kinaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na wachambuzi wapya kumzungumzia vizuri Diamond, namna ambavyo anafanya kazi, namna ambavyo wanamzungumzia, wanamuongelea. Lakini kubwa kuliko yeye alikuja front na kuzungumza masuala mazima na ya mambino, mambo ya tiketi ambazo wanazifanyia tamasha lake Diamond. Lakini pia anadai kwamba Suma Mnazaleti bado ni mgeni katika uchambuzi huu wa masuala mazima ya kufanya kazi na wasanii mbalimbali katika tasnia hii mbalimbali ya sanaa. Lakini akazungumza wachambuzi hawa wapya wawili ambao inasemekana kwamba ni Suma Mnazaleti na mwenzake, kwamba wanachambua juu. Sisi ni watu, sisi ndio waanzilishi wa mambo masuala ya kuchambua wasanii namna moja au nyingine. Lakini alimzungumzia Diamond kwamba ni moja kati ya mtu anaweza kaeka tiketi ya bei ya juu, lakini pia akatoa pesa kwa watu ambao tiketi hizo, kama mfano kama tiketi za milioni 5 akalipia zile tiketi pia akagawa kwa mashabiki zake. Lakini Alikiba akisema kwamba ameka tiketi za 100,000, kweli zinajulikana ni za 100,000. Na namna ambavyo amezungumza Mwijaku kuhusiana na hawa watu wawili, kama huyu mmoja anamtetea, mwingine anamkataa, yani namna moja nyingine, nasikana kwamba yeye ndio mzoefu wa swala hizo za kumchambua mtu kiundani zaidi. Lakini hawa wengine waliokuja wapya, jamani, hao wanasema kwamba wao ni wageni na hawajui kuchambua namna ambavyo wanachambua wasanii. Lakini kitu ambacho kikubwa amezungumza kwamba wachambuzi bado wageni sana, kwa hiyo mambo hayo yote wamwachie yeye na namna mwingine. Lakini angalia namna ambavyo amezungumza kupitia video hiyo ambayo nakuwekea hapo, namna ambavyo amewazungumzia hawa wachambuzi wapya kuhusiana na tasnia hii ya muziki, kuhusiana na mambino pamoja na Alikiba. Jina langu naitwa Nice Godfrey wa Kasako Media. Wachambuzi mbalimbali wanaanza kumwataki mfalme King Kiba, lakini kila mchambuzi unaona anamwataki Alikiba akiwa amepata favor na umate kutoka kwa Mwambino. Niwaambieni, hii kazi tunaijua sisi kitambo. Nyinyi wote mmeivamia hii kazi juzi tu, mmepata platform, mmeanza kuongea, hamuujui mziki. Lazima mjue kumtofautisha Alikiba na Mwambino. Kitu kimoja tunataka ujue, Alikiba haishi kwa show off, Mwambino anafanya kazi kwa show off. Hilo la kwanza. Huwezi kusema eti Mwambino akiweka show ya milioni 5 watu watanunua meza, lakini Alikiba akiweka show ya milioni 5 watu watanunua meza. Nikwambia kitu kimoja, siri ya Mwambino. Mimi nimefanya kazi na Mwambino. Wewe Suma Mnazaleti hujawahi kufanya kazi na Mwambino. Wewe Almando hujawahi kufanya kazi na Mwambino. No, Almando tulienda wote Qatar. Mfumo upo hivi. Wewe Suma kwa sababu bado ni mgeni, mshamba, haujawahi kufanya kazi na Mwambino, unapapatika uweze kuwa karibu na Mwambino. Mwambino anaweza kukwambia naweka kiingilio shilingi milioni 5, alafu anawapa hela watu wake wanunue zile tiketi za milioni 5 zote. Nisikize vizuri, Mwambino anaweza kaweka kiingilio shilingi milioni 5, kisha akaweka watu wake wanunue zile tiketi yote, ni pesa zake. Alikiba hana show off. Akisema tiketi 100,000, akisema tiketi 200,000, akisema tiketi milioni 2. Anajua mashabiki zake wana kiasi gani cha pesa. Ndio maana hata alivyoenda Mwanza, uliona walivyoenda Kanda ya Ziwa, uliona Alikiba alitunzwa na mashabiki wa Mwanza, matajiri wa Mwanza. Lakini Mwambino alivyokuwa Mwanza, alitunzwa na watu wake waliotoka nao Dar, aliwapa pesa, aliwalipa kwenda kwenye event, alafu pesa yake wakaja kumtunza. Kwa hiyo lazima ujue kutofautisha brand ya Alikiba na brand ya Mwambino. Brand ya Mwambino ni Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.